na serikali yetu imechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha sekta ya habari hapa nchini na utangazaji, na hatua hizi zinajumuisha maeneo ambayo pia hata Mheshimiwa Waziri ameeleza. Mmeona mabadiliko ya teknolojia toka tulipoanza kuwafanya mawasiliano kutoka hizo mawasiliano ya simu kwenye kelele, baadaye zikaja fax, telex. Hiyo zamani ilikuwa ili uwasiliane lazima uandike telegram, yaani ulikuwa Arusha mjini unampelekea mtu Karatu unaandika telegram, yeye ataipokea kule posta. Ndio tulivyoanza, lakini leo hii kila kitu kiko mkononi. Unawasiliana na taifa zima na watu 5 mpaka 6 hapa sasa hivi. Sasa hivi mnawasiliana na watu hapa. Haya ni mabadiliko makubwa yaliyofanywa, pia yamepitiwa na serikali yetu. Sasa sisi upande wa serikali tumezindua bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Bodi hii inakwenda kusimamia viwango vya kitaaluma kwa wanahabari, hatua ambayo ina utekelezaji wa matakwa ya kisheria chini ya sheria ya huduma za habari sura namba 229. Kwa hiyo tumefanya hilo, lakini serikali yenu imetoa fursa kutungwa kwa sheria ya shirika la utangazaji la taifa, na sheria hii imekuwa nyenzo muhimu kuendelea kusimamia na kuendesha shirika letu la utangazaji Tanzania na kufanya ubunifu kadiri inavyowezekana ili kuweza kutoa fursa ya Watanzania kupata habari kwa urahisi. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza, habari hizi hazilengi tu Watanzania, hata walioko nje, na kule tumeanzisha idhaa ya Kiingereza ili na wao wapate taarifa za ndani ya nchi. 3, tumeimarisha idara ya habari na maelezo. Tumeshanunua vitendea kazi na msemaji mkuu wa serikali yuko pale, na wale waandishi wengi wa habari wanatumia fursa ya uwepo wa idara ile ya habari na maelezo kuitisha press zote zile na kutoa maelezo au kukaribishwa kwa ajili ya kusikia maelezo kutoka sekta mbalimbali. Lakini pia idara hii tumenunua vifaa vya matangazo ya mbashara kwa sasa. Kwa hiyo tunaweza tukapata matangazo ya papo kwa papo kutoka kwenye idara hii. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba, na nyie mkiwa hapa, yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera, kwa mtumie majadiliano yenu ya leo kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri sera yetu iweje kwenye eneo hili la akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba mnajadili maeneo hayo, na kwa teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari, kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia. Lakini tunaendelea pia na mchakato wa maboresho ya sera habari ya utangazaji ile ya mwaka 2003, ndio hii ambayo nimesema inalenga kuimarisha uandishi wa habari hapa nchini, na uandishi huu uweze kutuletea maendeleo kwenye taifa letu. Lakini la jingine ambayo tumelifanya ni kuunda kamati ya kutathmini hali ya waandishi wa habari na utendaji wao kwenye vyombo vya habari, na hii tunaiona kama ni hatua muhimu ambayo inakwenda kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii ya habari. Lakini huwa tunatoa leseni mpya za uchapishaji wa magazeti yalikuwa yamefungiwa, wale ambao wamefungiwa, lakini pia magazeti online na vitu vingine, na maboresho shughuli nzima ambayo tumeyafanya. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba, na tunataka tuhakikishe kwamba serikali iko pamoja na nyie, na tunaendelea kupokea ushauri wenu na kufungua milango kwa ajili hiyo. Kwa hiyo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari.